Mazoezi ni afya. Naona mmechangamka. Na ukifanya mazoezi maana yake huwezi kupata magonjwa ambukizi, magonjwa ya ovyo ovyo. Kuna kipindupindu kinajitokeza. Na kipindupindu kitokeza, ndugu zangu wana Kigoma, watu wengi wanapoteza maisha yao. Ripoti za AyoTV na Millardayo.com zinatokea hapa mkoani Kigoma, ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo ameweza kushiriki usafi katika kituo cha afya cha Gungu hapa Kikunku, na ameeleza kwamba afya niyo msingi wa kila mtu, na akiwahimiza vijana kufanya mazoezi kila siku. Lakini jambo kubwa, tunajua Oktoba tarehe 29 kuna uchaguzi, hivyo ametumia nafasi hii kuwahasa vijana, kuwaambia vijana ni jambo lao la msingi kikatiba kushiriki uchaguzi ifikapo Oktoba tarehe 29. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wa Kigoma alikuwa na mkuu wa wilaya pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ambao wameshiriki kufanya usafi katika kituo hiki cha afya, akiwahimiza watu wa mkoa wa Kigoma, wananchi wakazi wa mkoa wa Kigoma kushiriki usafi katika maeneo yao, makazi yao, kuwa safi na salama, kwani afya ndiyo msingi wa kila kitu. Mazoezi ni afya. Naona mmechangamka. Na ukifanya mazoezi maana yake huwezi kupata magonjwa ambukizi, magonjwa ya ovyo ovyo. Kwa hiyo nimefarijika kuona jogging hii ambayo ina nguvu sana, natia hamasa kwa vijana. Lakini haya mazoezi yasiwe tu kwa vijana, naombe wazee wenzangu nao wafanye mazoezi. Tunajua mazoezi ni afya, na ukifanya mazoezi huwezi kupata maradhi ya mara kwa mara. Lakini kama mnavyojua, kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi na kila Jumamosi ya wiki lazima tufanye usafi. Usafi ni afya. Usafi unaondoa maradhi. Nyinyi ni mashahidi, maeneo ambayo hawafanye usafi mara nyingi kuna magonjwa ya mlipuko. Kuna kipindupindu kinajitokeza. Na kipindupindu kitokeza, ndugu zangu wana Kigoma, watu wengi wanapoteza maisha yao. Na wanaopoteza maisha manake ni nguvu kazi ya Watanzania. Kwa hiyo swala la usafi sio swala la mtu kuamua anasema sasa kufanya usafi. Unataka kufanya usafi vipi bwana? Lazima ufanye usafi, sheria zipo, imetangazwa hivyo, na kazi yetu si viongozi ni kusimamia maelekezo ya sheria na katiba ambayo inaongoza nchi yetu. Ndugu zangu, maelekezo yangu ni hayo. Kila Mtanzania aliyeko ndani ya Kigoma hii, kila Mtanzania aliyeko ndani ya mkoa wetu huu, swala la usafi, na isiwe kila Jumamosi tu. Usafi ufanyike kila siku, kuanzia chumbani kwako, kwenye mazingira yako na maeneo mengine. Lakini pia na mazoezi yasiwe Jumamosi tu. Mazoezi kila siku ni vizuri, ukafanya mazoezi unapata nafasi. Naomba tupigiane makofi kwenye hiyo. Kigoma jiji safi. Safi. Vijana safi. Safi. Mambo yako poa Tuko vizuri? Hebu turukeruka kidogo. Haya haya. Haya haya. Haya haya. Haya haya. Nyanyua miguu hiyo. Haya haya. Haya haya. Haya haya. Haya haya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, safi. Mambo safi. Haya haya. Mbona mmenuna? Hebu turuke tena kama hakujanuna. Haya haya. Wewe haya haya huko. Haya haya. Haya haya. Pamoja na haya haya, tarehe 29 Oktoba 2025 tunafanyaje? Tunafanyaje? Sijasikia sana. Tunafanyaje? Tunatiki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kigoma safi. Vijana wa Kigoma safi. Kwa majina naitwa Abdallah, Sheikh Abdallah, ni mkazi wa Kigoma mjini. Kwa sisi vijana, hasa kwenye swala la kupiga kura, tumepata hamasa kubwa sana. Kwa sababu katika mkoa ambao wenye hamasa ya kupiga kura ni Kigoma.
naweza Kigoma nisema ni namba 1 katika jambo hilo, kwa sababu vijana wengi wameingia kwenye siasa, hasa kwenye upinzani wa vyama. Yaani hivi vyama ambao wanashindana sana kama masuala ya mpira, kwa hiyo vijana wana hamasa kila mtu chama chake kishinde. Kwa hiyo hakuna mwananchi au hakuna kijana ambaye anataka chama chake kishindwe. Kwa hiyo unakuta vijana katika swala hilo watajitokeza kwa wingi ili kuona viongozi wanaopenda kufanikiwa kushinda. Wanasema usafi au sehemu safi ni afya. Ukiwa na mazingira machafu maana yake ni sehemu hatarishi kwa afya yako. Kwa hiyo kwa mfano sisi kuja hapa hospitali tumeona ni sehemu sahihi kwetu sisi, kwa sababu hata sisi tunapoumwa lazima tuje kutibiwa hapa. Wazee wetu wanapoumwa lazima uje kutibiwa hapa. Kwa hiyo kumwachia mtu mmoja au mkuu wa mkoa kufanya usafi peke yake si kweli. Kwa hiyo kama vijana tuliorganize na kusema lazima tumuunge mkono mheshimiwa mkuu wa mkoa kuja kufanya usafi sehemu hii, kwa sababu usafi ni jambo letu wenyewe, kwa sababu hospitali ni yetu na mazingira ni yetu yanatuhusu.